Nimekusalimia katika jina la Yesu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Yeye ndiye tegemeo langu na kibirio langu siku ya leo. Ninakuja kwako na nataka kunena mawili matatu kuhusu huu ufalme wa mbinguni. Na kabla hatujaendelea tunaweza tushukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu nimekuja mbele yako jioni hii ya leo nikushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye ulikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. Haukuona haya kwa sababu ya dhambi zangu, mwana wa Mungu, ukasulubiwa, ukapigwa mijeledi, mambo mabaya ukafanywa kwa sababu yangu. Ninakushukuru nikisema unastahili. Ni wewe jana, leo na hata milele. Siku ya leo Baba, nena kupitia ulimi wangu, bariki huyu ambaye ananisikia. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. I cover myself the blood of Jesus. My brother, leo nataka kukunenea mambo mawili matatu maine. And the issue here, and the heading is, well, you are in peace with God. Na nilete kinyume sasa, well, you are not in peace with our Redeemer Jesus Christ. Wakati hauko peace na Yesu Kristo mwana wa Mungu, wakati hauna peace ama katikati yako na Mwenyezi Mungu hakuna peace, hasara inakuaga ni kwako. Maana niseme namna gani? Huu ujumbe nilipewa jana na ilikuwa ni Sunday. Nikafikiri nitashoot, lakini kwa sababu moja ama nyingine sikuweza kuingia studio ili nishoot hii video. Saa hii imenibidi nitoke nje, maana kwetu nyumbani kuna wageni wanakuja na wameweka ile music yetu. Unless nitoke nje ili nihubiri hii video. Nikuelezee, huyu mwana wa Mungu angalia na kuhitaji, angalia na kupenda. Kristo alinielezea niongee kuhusu ujumbe. Well, you are not in peace with God. Well, you are in peace with God, mambo mazuri huwa yanatendeka. Mtu ambaye ako na peace na Mwenyezi Mungu, mambo yake mingi huwa inaenda sawa sawa. If you plan, na Biblia inatuelezea tuna plan, naye Mwenyezi Mungu anafulfill according to our plan ama desire. Washa nitumie plans. Maandiko inasema sisi kazi yetu ni kuplan, naye kazi ya Mwenyezi Mungu ni kufulfill yale mambo ambayo tumeplan. Well, you are in peace with God, everything you plan goes according and goes well because you are in peace with God. Lakini ukiwa hauna peace na Mwenyezi Mungu, mambo mingi ambayo unayapitia hayatakuwa na baraka, maana Mwenyezi Mungu ndiye author and finisher wa mambo ambayo tunayo hapa duniani. So wakati uko na peace na Mwenyezi Mungu, in fact utakula chakula na iwe unashimba. Wakati unavaa mavazi unasikia akiwa sawa. Wakati uko kwa utumishi Mwenyezi Mungu ananena na wewe. Wakati uko kwa shida Mwenyezi Mungu anakuondolea. Wakati shetani anakutegea ama anatega ama anaweka mambo maovu mbele yako, Yesu Kristo anakuondolea. Well, you are in peace with our Redeemer Jesus Christ. Mambo mingi Mwenyezi Mungu anakuondolea katika maisha yako na unakuwa mtu wa baraka, unakuwa mtu wa ndipo tunasemanga huyu mtu anapendwa na Mwenyezi Mungu. Huyu Mungu mtu anatembea na Mwenyezi Mungu. So well, you are in peace. Mambo mingi huwa inaenda vizuri. Hakuna huo ugonjwa unakujaga usiku unakupata off guard bila kutarajia. Pesa ambazo unazipata wakati you are in peace in God zinatumika kwa ile njia inafaa. Now let's come here kwa mtu hii ujumbe nilielezewa na Mwenyezi Mungu ni unene kwa njia hii. Well, you are not in peace with God. Well, you are not in peace with God, kutokuwa na ukuelewana kwako ama uhusiano wako ukiwa hauko mzuri na Mwenyezi Mungu, mnashikana hivi, mambo mengi huwa yanaenda vibaya. Ndio unastukia mambo yanakutokea na ana make sure, shetani ana make sure mambo mingi ambayo inakuja katika maisha yako maofu yanakupata. Maana when you are not in peace with God, protection ya Mwenyezi Mungu haikuagi. So most of the time wakati you are not in peace with God, Mwenyezi Mungu huwa anakuashiria mambo ambayo unayapitia, hauna mtu wa kukukinga. So kama ni ugonjwa tu imekuja ya ghafla,
unakuwa yeye ndio wa kwanza kugojeka. Sisemi watu hawawezi gojeka ambao wako in peace in God, lakini wanagojeka maugonjwa ambayo Mwenyezi Mungu anakuambia sababu yake, ama huwa wanagojeka maugonjwa ambayo Mwenyezi Mungu huwa anakuelezea kwa sababu ya hii na hii ndio umepata huu. Unakuwa na good communication na Mwenyezi Mungu. While you are not in peace with God, mpaka zile nguo unavaa za mwili, zile nguo unafaa haukuagi comfortable. Unaenda unanunua mpaka nguo zako za ndani zile umenunua na ukapima ukaona ni size yako, lakini ukiifaa kama ni nguo ya ndani, baada tu ya kutembea kwa muda, tuseme ukiwalk tu kama dakika 10, hiyo nguo yako inaanza kukusubua kwa mwili. Nguo si shida, ni kutokuwa na peace na Mwenyezi Mungu. Kutokuwa na peace na Mwenyezi Mungu kunasababisha wewe unalima shambani, chakula yako badala zinunuliwe kwa ile bei inatakikana, kuna kuja kijabu fulani inasababisha chakula yako isinunuliwe kulingana na vile wewe ungependa. When you are in peace with God, mambo mengi huwa yanaenda sawa sawa. Wakati umefarakana na Mwenyezi Mungu, mpaka chakula kukula ifike kwa tumbo na usikie ukiwa comfortable, haukuagi na peace. Sometimes wakati mimi nilikuwa mdogo, juu tulikuwa tunapika chips kwetu, mimi nilikuwa ninapenda chips. Ukifarakana ama while you are not in peace with our Redeemer Jesus Christ our God, hata chakula ile ulikuwa unaipenda zamani hausikiagi ikiwa na ladha. While you are not in peace with God, umeoa umeolewa, you will never enjoy your wife, you will never enjoy the love between you and your husband. While you are not in peace with God, kutokuwa na peace na Mwenyezi Mungu kunaleta mikosi ikiwa imefuatana. Do you know the reason why? Maana ile shield ambayo Mwenyezi Mungu anafaa kuwa amekuwekea kwa sababu ya kuwa mtu ambaye mnaelewana na yeye, anakuondolea ama inakaa kama imetoboka mashimo. So anything bad, anything evil, anything that comes from wherever inakuwa ya kukuattack. Tuseme kwa mfano, kuna kuwa na outbreak ya ugonjwa aina fulani, na ni ugonjwa tu kama masho, maybe cholera, maybe kuna magonjwa huwa inakuja tu ghafla, haiwezi ikakupita kwa sababu you are not in peace with God. Unaona, mpaka wakati watoto wako shuleni, unastukia mtoto wako saa yote anaonewa na mwalimu bila sababu. When you are not in peace, unafuatwa na mambo ambayo hayana baraka. Huyu ni mtoto wako shuleni, mwalimu hataki kumuona. Unaenda shuleni, mnajaribu kuongea na mwalimu ABCD, hamuelewani because you are not in peace with our God. So when you are in peace with God, mambo huwa inaenda vizuri. Sasa unaona mtu mwingine hauko in peace in God, unajenga nyumba ya ghorofa na unaanza kuikodisha. Wale watu ambao Mwenyezi Mungu anaashiria wakuje kwa nyumba yako si wabaya, lakini all of a sudden kwa sababu wewe si mtu wa baraka, unastukia kuna wanaanza kushindwa kulipa rent na si kupenda kwao. Unakuwa mtu wa mikosi, unajenga nyumba inamalizika maybe ni ghorofa 3, na kwa sababu you are not in peace with God, hata wale watu wanakuja kukodisha nyumba yako wanakuwa ni shida. Wakiingia kwako wanashindwa mani, yani mpaka kazi zao zinaharibika. Well, you are not in peace with God, utastukia mambo mingi ambayo unafaa kuwa una benefit ama una enjoy, hauenjoy kwa sababu ya kutoelewana na Mwenyezi Mungu. Sometimes utaona mtu anatajirika, amejenga nyumba, ako na gari, tuseme ako na gari na ni gari ya matatu ama gari ya biashara. Unapata gari za watu wengine zinapata biashara, yako haipati. You know, unapata uko na watoto, mmoja, wawili, watatu, wameenda university, wengine wamesoma, umewapeleka kosi hii na hii na hii. Badala ya wapate kazi, wanaitiwaga interview, wanafanywa, wakienda tu ili washukuriwe. Unastukia mtoto wako na maybe alikuwa ameperform vizuri, unasikia mtoto wako amekataliwa. Sasa unashindwa kila saa, kila wakati. Kukiitanwa interview ninamtuma mtoto wangu ama ninamwashiria mtoto wangu. The issue is here. Kisha tu nikimwashiria, hakuna wakati huwa anashukuriwa. Sasa unastukia mtoto wako anakaa miaka mingi bila kubarikiwa. See this, while you are not in peace with God, alafu ingie kwa kitanda uzae watoto ukiwa you are not in peace with God. In fact, hawa watoto wote unawazaa watakuwa wanalaana kutoka kwako. So the most important thing, like now, useme umekubali kuokoka siku ya leo and you are not in peace with God. Kuanzia mwaka wa kwanza mpaka kitu kama miaka 10,
hiyo ni kazi yako ya kuwa unajitakasa na kukaa maisha matakatifu, ili naye ile baraka zianze kufikia watoto wako. Ndipo sasa unasikia mtu akisema mtoto wangu amefanya yako na degree fulani, mtoto wangu alisomea hii na hii, mtoto wangu alifanya hii na hii na hii masomo yote hakuna mahali inamsaidia. Hii inatokana na mzazi. The moment una decide kuzaa mtoto, ukizaa mtoto ambaye hauko in peace in God, usitaraji baraka kwa hawa watoto, utataraji kile kitu ambao hukojei. Niko na sister yangu mmoja, watoto wake wakiwa wadogo walikuwa wanamtukana all sort of words, wangemuita stupid, wangemwambia muone you are useless. Now while you are in peace, nilipochunguza mahali mama ama my sister alikuwa anapeleka wale watoto wake wakiwa wadogo, unasikia mara nyingi alikuwa anaenda kwa mchana. While you are not in peace with our Redeemer Jesus Christ, mambo mingi huwa inaharibika katika maisha yako. Upende usipende, inaharibika. Upende usipende, lazima yawe namna ile. Ndiposa unaona unaanza biashara siku ya leo, na kwa sababu you are not in good terms with our Redeemer Jesus Christ, biashara yako inaenda vizuri, ghafla bin fu, unaona hiyo biashara ilikuwa inaigiza pesa, inakuwa mzuri, ghafla unastukia hiyo biashara imeharibika. Saa hii hata hakuna mtu anataka kukuangalia, saa hii hakuna mtu hata anataka kukununulia. Yani unakaa kama nitasema mtu nini, utakaa mtu ambaye hana baraka kila saa. Nipatie muda kidogo nisogeshe hii kamera, kuna kivuli fulani ambayo inanifunika hapa, nataka kuondokea. Unihold with me, sitaki kuikata, maana nikiikata sitaweza kuirudisha tena. Well, you are not in peace with our Redeemer Jesus Christ, mambo mingi yanaenda. Ndio unaona you are not in peace with Jesus. Unanunua simu leo, baada ya miezi 2 miezi 3, ile simu ulinunua ikiwa mpya, unastukia mara imeanguka, imeharibika, sijui mara imeanguka kwa maji. Unanunua gari siku ya leo because you are not in peace with God. Hiyo gari yako unafanya biashara naye, na ile biashara ambayo unaigiza katika hii gari ni biashara kama zile zingine zinafanywa na watu wengine, lakini unastukia gari yako ghafla unasikia sijui imetoboa mipira ya hydraulic, ukanakaka, unaitiwa gari na dereva. Well, you are not in peace with God. Mambo haya unasikia gari haiwezi ikafanya kazi mwezi mzima continuously ikiwa sawa. Lazima kuwe na jambo ambalo linakukatatiza, lazima kuwe na jambo ambalo linatokea ambalo si la kawaida. Unastukia tu unaenda kwa barabara, hauku umekimbia ile speed ambayo inaelezwa, ghafla unapata hawa askari wanakusimamisha namna hii, wanakuwekelea hii makosa na hii na hii na hii. Well, you are not in peace with God. Mambo, in fact, Kristo alinisaidia. Almost 75% ya mambo ambayo unayafanya huwa yanaingiliwa na shetani kwa sababu wewe huna ile protection. Kwa hivyo na Kristo akaniambia mpende, ambia hawa ambao wananisikiza kupitia wewe, wapende kuwa in peace with me, says Jesus. Wapende kuwa na peace na yeye through Jesus Christ, kwa Jehova Mungu na Roho Mtakatifu. Well, akaniambia waelezee mtu ajaribu na afanye bidii vile kunatakikana mpaka aone laini yake na Mwenyezi Mungu inakuwa sawa, ili uwe in peace. Ukiangalia maisha ambayo tunayaishi siku ya leo, 1970s na 76, 78, 79, maana nilikuwako tu, mambo ingine ambayo tunayaona siku ya leo haikuwako. Mambo siku hizi ambayo tunayaona siku ya leo haikuwako. Leo hii ndio kumekuja magari ya bei. How do you see? You are not in peace with God and you pretend. Unastukia gari umenunua mpya na umenunua miguu yote ya yana. Ukiwa umeenda tu ghafla unasikia imepiga mguu. Na miguu ya yana ndio inakuwa the best of all. Yana ama Michel. Sijui inaitwa Michelin. Sasa, while you are not in peace with God, kama wewe ni mkulima, unalima shambani, unajaribu kuweka fertilizer, unaweka kila kitu, chakula yako haitoki sawa sawa. Well, you are mpaka Mwenyezi Mungu anasababisha shetani alete mambo mingi ambayo sio baraka katika maisha yako. Well, you are not in peace with God. Na Kristo akanielezea, elezea mwenye kutaka kunifuata,
ajaribu juu chini, awe na peace na yeye, awe na peace na Yesu. Na kuwa na peace na Yesu, kuna amri, kuna mambo ambayo tumeelezewa tuyazingatie. Na juu tunapewa amri 10, lakini juu ya yote tumepewa wokovu na tumepewa Roho Mtakatifu. Tukiwa katika hali ya Roho Mtakatifu na kuwa tumeokoka, tunaenda above. Amri 10 zinaweza kukuelezea usifanye hii na hii ushidwe. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ni virahisi sana kutimiza. Ukimtafuta Mungu utampata. Ukitafuta jambo fulani katika maisha yako utalipata. Ukianza kutafuta maovu katika maisha haya utayapata. Ukitaka kubarikiwa lazima ukae vizuri kwa Mwenyezi Mungu. Na ndiposa akaniambia niwaambie mrekebishe njia zenu na Mwenyezi Mungu na muwe in peace na Mwenyezi Mungu. Maana mambo mingi ambayo unayaona siku ya leo, mengi yanatokana na wewe na kutokuwa peace na Mwenyezi Mungu. Na nikisema hivyo, hapa Kristo akinisaidia, almost 75% ya watu ambao wako duniani sometimes hawakuagi na peace na Mwenyezi Mungu. Na diposa unasikia wewe kazi yako unatumana maombi, sikatai. Kila saa uko kanisani, sikatai. Kila saa unatuma kwa wahubiri unatumana, sikatai. Lakini kwa nini maombi yako haijibiwi? Kwa nini mambo yako haiendi sawa sawa? Inatokana na wewe kutokuwa na peace na Mwenyezi Mungu. Kuwa na peace na Mwenyezi Mungu ni ya maana juu mpaka wakati umerelax kwako kwa nyumba, ile kipindi ambayo unapenda kujiangalilia inakuwa enjoyable wakati unakiangalia ukiwa in peace in God, with God. Angalia hii, kuna watu wanapenda leso, kuna watu wanapenda hizi Nigerian movie, kuna watu wanapenda movies, kuna mambo tofauti ambao, kuna watu mambo tofauti tunapenda kujiangalilia katika runinga zetu. Lakini unastukia kwa sababu hauna peace na Mwenyezi Mungu, mpaka zile vipindi ambazo ulikuwa unazipenda kwa runinga siku hizi hasina faida kwako. Ukifungulia tu unasikia kuchoka. Angalia hii, mtu ambaye hana peace na Mwenyezi Mungu, hata akisikia mahubiri inahubiriwa hasikii. Mahali niko kuna joto, mniruhusu tu ni shift kidogo tu, nina shift kidogo tu, maana mahali nimesimama hapa kuna joto mingi, maana kuna jua. Niende kwa kivuli kiasi. Lakini kama itakuwa haionekani vizuri, tuelewane na wewe usikie ujumbe ambao ninakupatia. Kama huelewani na Mwenyezi Mungu, hapa kuna kivuli. Sijui kama mnaniona. Kama hauelewani na Mwenyezi Mungu, ujue kuna hasara sana katika maisha yako. Shunga katika laini ambayo unapitia. Uwe na mapenzi ama uwe na kuelewana na Mwenyezi Mungu. Ukiwa unaelewana na Mwenyezi Mungu, ya dunia mema Mwenyezi Mungu atakupa na utabarikiwa. Utaenjoy mpaka zile chakula unakula zinakuwa, hata ukikula unasikia ikiwa tamu. Ukiwa umefarakana na Mwenyezi Mungu, mpaka chakula zile ambazo unazipenda unasikia haziko tamu. And on the other hand, hiyo ya kutoelewana na Mwenyezi Mungu, samahani tu kidogo, sitakata, betri imeanguka. Well, ninaweza ongea hii maneno yote na uone ni kama kuna mashambulizi ya aina fulani. Shetani hapendagi wakati tunamshambulia ama tunaambia watu wakae maisha matakatifu. Hilo ndilo jambo ambalo shetani hapendi. Kila saa anataka kutuonyesha disadvantage ya kufuata Mwenyezi Mungu. Lakini my brother, my sister, if though you can agree and submit to our Redeemer Jesus Christ, you will be blessed na mambo itaenda mzuri. Maybe uko na nyumba haina watu wa kukodisha, watu wanaikataa. Inategemea na maisha ambayo unayaishi. Maybe uko na gari haifanyi vizuri kwa barabara. Inategemea. Huwa unashukua contract ya mjengo, unajengea watu manyumba. Siku hizi hakuna mtu anapitia kazi, ni kwa sababu huelewani na Mwenyezi Mungu. Rafiki wako na Mwenyezi Mungu uko dhini, hauko na kuelewana vizuri na Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa na watoto ambao wamesoma vizuri, hakuna hata mmoja wako kazi mzuri. Hii yote inatokana na mzazi. Na maana Biblia yasema mzazi ndiye Mungu wa pili wa mtoto. So elewana na Mwenyezi Mungu. Kuna watu wengine kustoelewana na Mwenyezi Mungu. In fact, kwa nyumba yako hakumalizagi siku 5 bila balbu kushomeka. Ukiwa hamuelewani na Mwenyezi Mungu,
Unastukia kwako tu ndio kunakuwa. Yaani unaishi kwa ploti na baada ya kuingia katika ile ploti unasikia watu wa Kenya Power wamekuja wamekata stima. Kutoelewana na Mwenyezi Mungu kunaleta hasara mingi na mambo mingi maovu katika maisha yako. It is for your own benefit kuishi maisha matakatifu na kuelewana na Mwenyezi Mungu. This is another issue. Hiyo ya kutoelewana na Mwenyezi Mungu. Be in peace with God and God will bless mpaka kazi ya mikono yako. Angalia hili, kuna wengine kutoelewana na Mwenyezi Mungu. Unapewa mshahara na ni mzuri. Within a period of sometimes mtu anakuja anakukopa hakurudishi. Mnaenda kwa biashara na watu mnashikana mkiwa wawili watatu, tununue hii tufanye biashara pamoja. Inaenda hivyo mpaka wanakunyang'anya, unabaki tu ukiwa tu. Na ndipo Biblia inasema kama wewe ni hot, ukae kuwa mhot. Kama wewe ni baridi, ukae kuwa baridi. Hili ni jambo lingine. Mahali tumefika. Kuna watu wengi sana wanapitia mambo mengi. Na ninajua mnaita wahubiri mpaka umeshoka. Unapigia mhubiri wakati huu, mkiomba na yeye ukiona mambo hayendi vizuri. Umefika kiwango umeshoka, unasikia umeshoka kabisa, unasikia sasa hakuna kitu unataka. Ile kitu ninaweza kukuelezea ni hii. Mhubiri anaweza kosa kukusaidia. Mtu anaweza, hata mzazi anaweza shindwa kukusaidia. Lakini Mwenyezi Mungu hawezi shoka na wewe, na Mwenyezi Mungu hawezi shindwa na kukusaidia. What do I mean? I mean this. Wakati una trust to God fully. Washana na mwanadamu. Maana mwanadamu sometimes yatakuwa na mambo yake, akwambie nitakuombea na ama mhubiri awe na kipawa ambaye amepewa na Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu jambo fulani ama jambo fulani anasikia akiwa na wivu, haitumii akiwa na upendo. Na niwaambie, sikieni hii. It is not easier for someone kureceive simu kutoka asubuhi saa 1 mpaka saa 12 ya jioni na ufikirie huyo mtu hashoki. So in fact ukiita mhubiri usikie ni kama hujaenda dhuru ama hamujaongea vile ulikuwa unataka na yeye. Usimlaumu. Maana it depends. Sisi ni wanadamu. Utaniita nimeongea na simu zaidi ya simu 20 ama 30. Na kuna mtu anataka tuongee na yeye 1 hour. Hataki kukata hiyo simu. Sasa wewe ukinipigia simu usikie mimi niko down. Mimi ndiye niko down. Maybe kwa sababu ya kushoka. Lakini Mwenyezi Mungu habadilikaji. Wakati unaona mambo yameenda vibaya, wakati unaona mambo haiendi vizuri, what I would request you to do, hold on unto Jesus. Unaweza elezewa una ugonjwa ambao hautapona na hutapona, hata umeelezewa na madaktari hautapona. Honestly speaking, it is only Jesus who can heal. Look at this. Wakati nimeenda hapa hospitali, nilipigwa hapa ultrasound nikaambiwa nimejaa maji, na baada ya kupigwa picha 2-3 nikaelezewa hapa kwangu kumejaa maji. Yani what we call lungs zimeshikana upande na upande huu mahali hapo zimeshikana, ni kama maji imedaa ndani, na ni sasa ni kama kidonda juu ilikuwa inauma juu hakuna dawa nilikuwa natumia, na Mungu ananiponya. You see, saa hii maybe nimejifanya baada ya siku 2-3 hapa nikasema ngoja nikabebe kitu nikaekelea kwa bega moja, wewe nikaenda naye kwa muda tu kiasi tu kutembea hivyo nikiwa naenda. Kumbe hii bagi niliwekelea ndio inasababisha mpaka friction nyingine ya mwili. When there is no hope, when there is no one for you to turn unto, Jesus Christ is your best friend and is near you. So, ndio ana request wanadamu na ana request wewe ambaye unanisikiza. Be with the peace with Jesus. Na in fact atakupea confidence na atakulinda. Na confidence ni hii. Do you know? Ni watu wengi sana wameokoka lakini hawajui kama wataingia mbinguni. They don't have that confidence. They know yes, wanajua wameokoka ndio, lakini hawajui kama wataingia mbinguni. They are not sure. If you want ama unataka mambo yako yawe sawa na Mwenyezi Mungu akupee confidence na akuhakikishie kama maisha matakatifu, muelewane na yeye. Ukikaa maisha ambayo sio matakatifu, mpaka nywele ikitengeneza nywele yako within 2 weeks ama 1 week na nywele inafaa kumaliza mwezi, unajikuna mpaka unaingia saluni inaenda inabomolewa. Kutokuwa na peace na Mwenyezi Mungu kunasababisha unakaa mwili unasikia tu kujikuna, unashindwa na kuliwa na nini. Ukienda kwa daktari hakuna ugonjwa. Tafuta the way,
for you to be in peace with God, and God will bless you. Ukishoka, na ninaongea ujumbe mara mbili nikiwa nimeshikanisha. Hii hali ya wewe kushoka kwa sababu ya mambo ambayo umeyapitia. Unasikia sasa, nimejaribu wahubiri, nilijaribu waganga, nimejaribu kujiua, nimejaribu yote, ninasikia nikiwa mwisho. There is a God who lives in heaven, na miguu yake Biblia inasema anakanyanga hii dunia. Na to make the matter worse, ukimkubali na akujaze na Roho Mtakatifu, atakuwa anakuja kutembea kwa nyumba yako, huyu Mungu na Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ndiye atakuwa ndani. Brother and sister, tumtafute Mwenyezi Mungu wakati huu anapatikana. Watu wengi wataenda motoni, watu wengi watapiga duru, na mfikirie moto ule si wa mchezo. Mimi mahali nilifunguliwa hivi na Kristo akanionyesha ule moto, ni moto ulikuwa unaramba. Brethren, trust in Jesus na mambo yote itakuwa sawa. Unanunua gari siku ya leo, within 1 year gari imezeeka, na unajaribu kuiangalia vizuri, unajaribu kuitunza, lakini within 1 year hiyo gari imezeeka, hata hutaki kuiona. Ni kutoelewana na Mwenyezi Mungu. Hiyo tu ndio inaleta hii shida. Na niwaambie hii, unajua sisi wa Kenya na tunasemekana sijui 75% ya wa Kenya ni Christian, almost 80, but we don't live according to the word of God. Ni kusema tu tunasemaga mimi ni wa kanisa. Unauliza, unapata watu wakifanya mambo maofu, unasikia ukimuuliza wewe umeokoka? Me, I belong to this church, I belong to this ministry. But how ishi kulingana na vile maandiko inakwambia uishi? Kama maisha matakatifu ulivyo. Mimi huwa nawapea mfano na kwetu, na sikosagi kuwapea. Nimelitolewa na Mwenyezi Mungu katikati ya watoto 11, akadecide tu kunibariki. Yeye mambo ni mazito, akadecide tu kunibariki. Kuwa in peace in God, na mambo yako yataenda mzuri. And furthermore, kama unaona mambo yako yanaenda vibaya na umejaribu sana, mambo mengi imekushida, turn to Jesus and say here I am. Na kitu ingine nitawaelezea. Washeni kushida kwa mitandao, mkijaribu kutafuta wahubiri ambao wamekuja wageni ili angalau upewe prophecy. Prophecy ni mzuri, lakini sikia hii, inakuwaga ni ya maana sana wakati mtu anakuprofesaia ukiwa already umenenewa na Mungu. Mungu akunenee kwanza, alafu na mimi nikuje niweke muhuri. Washeni kupenda kukimbia kwa manabii, huyu amekuja, huyu manabii. Kuna tunyumba huku, tunyumba watu wanaendaga huko kuombewa. Mimi sikatai, kuna wahubiri wazuri wanakaa kwa nyumba hiyo, lakini a big number yao si watu waaminifu, si watu watakatifu. Ni wanakuonyesha, you know, why do I speak all this? If you know you are Redeemer Jesus Christ or you are God, submit and learn to submit to him always. Hata kama shida inatakikana mtu mwingine akusaidie, washa iwe assignment ambayo imetoka kwa Kristo ili akufikie. You know, kama mimi nina mhubiri mmoja anaitwa Bishop Pius Mwiro. Wakati ninasikia ninataka prophecy, huwa ninafungulia kwa YouTube, nina search Bishop Pius Mwiro, alafu ninaangalia video zake. Katika kuangalia zile videos, mimi Bishop huyu hajawahi kosa kunipea message. Hajawahi kosa kunipea message. Nikisikia nimelemewa mahali fulani na ninataka nijue Mungu anasema nini, huwa ananiprofesaia. Ananiprofesaia one on one. Well, nikisema kuna wakati mmoja huyu Bishop aliprofesai, nilifungulia tu, alikuwa anahubiri. Najua si kanisani tu, ni kwa hii platform ya YouTube. Kuna mtu alinifanyia jambo, nikasikia hakutumia haki, ijapokuwa nilimuashiria naende na hilo jambo. Baada ya kukaa miaka mingi, ndio sometimes nilianza kuona angalau labda nilikuwa mjinga, kwa sababu sikuliati na sikurevenge kwa huyo mtu. Sasa nilipofungulia runinga nikiwa ninasumbuliwa na hayo mawazo, Bishop akaongea akasema, don't regret now, ama washa kuona kama wewe ni mjinga, kwa sababu kuna jambo fulani ulifanywa na mtu fulani wakati ule, haukumpeleka polisi na haukumripoti na hakuna shukrani ulimshukulia, ulimsamehe tu. Saa hii ndio unaona ulikosea.
Na sasa hiyo prophecy akanipea. Ninaambia hivyo kwa sababu watumishi wako na sitaki kuwapigia debe, na niliwaelezea hapa last time. Kama yule mtumishi mko na yeye ni daraja ya kupitia, ninakusihi umsikize. Angalia jambo hili. Kuna mama moja rafiki yangu akawa anauzaka pombe, akawa na shida. Kila saa tukikutana na yeye ananiambianga ninataka bibi. Sasa wakati mmoja tukiongea na yeye, Kristo akaniambia nimuelezee. Kristo alinisaidia tulimuelezee. Si unaenda South Africa? Akaniambia yes. Nataka do this. Wakati utaenda South Africa, utafute kanisa ambayo inaitwa Hallelujah Ministry. Anaitwa Alfred Kau. Sasa nikaambia huyu mama, kwa sababu ni Mungu alinisaidia tu hivyo. Kwa sababu wewe unaenda South Africa. Ukienda South Africa kuchukua zile vitu huwa unauza, utafuta ministry ya mtu anaitwa Alfred, inaitwa Hallelujah Ministry. Huyu mama alienda na akatii. Lakini sikia hii. Wakati alienda South Africa, ili ujue Mwenyezi Mungu huwa anabariki. Huyu ni mtu na si mzuri, anauzaka pombe. Alikubali kwenda na nikamsugua sana na maongeo akiwa South Africa. Akaniambia nitaambia mzee wangu anipeleke. Walienda na yule mtu ambaye walikuwa wameenda naye kununua vitu. Wakatafuta mahali ya Hallelujah Ministry iko na wakasimama tu kwa mlango. In fact pale kuna hiyo bana kubwa inaitwa Hallelujah Ministry. Akapigwa simu hapo, picture hapo akiwa amejishika hivi, akiwa amepost na akanitumia. Mungu alikuwa amenielezea nimsaidie akienda South Africa agarawa ingie kwa hiyo ministry na atatoka na baraka. I want to show you vile ilivyo ya muhimu na ya maana na ya nguvu kusikiza nabii wa Mungu na kutii vile umeelezwa. Huyu mama alienda akatafuta hiyo Hallelujah Ministry. Ile town alikuwa ameenda sio sawa na sio karibu na mahali sasa hii Hallelujah Ministry iko. Lakini alishukua wakati wake akaenda mpaka kule. Na alipoingia sehemu ile, alipata ilikuwa ni weekdays ya kuku kumefunguliwa. Alikuwa anadhani atapata mkutano sijui ya saa 7. Akapata hakuna. Alipigwa tu mlango, akiwa kwa mlango mahali hiyo bana kubwa iko. Akapigwa picha akiwa amejishika na akanitumia. Nikamwambia that's okay. Sikia. Mahali niko karibu na barabara hapa. Sikia hii. Huyo mama aliporudi hapa Kenya. Na maana yeye alikuwa ameolewa na bwana akakufa. Unajua sasa mtu mama akikufiwa na mzee akiwa na watoto, watu wengi hawatakaki kuchukua hiyo jukumu la kusema nitaoa mtu ambaye hapa na watoto. Lakini huyu ni particular. Aliporudi alikuja na baada ya muda akapata mwanaume na wakaoana. Saa hii ako na bwana. Ile maombi ambayo nilikuwa nimemuelezea aende kule. In fact hakupata yule mhubiri kwa kanisa, hakupata kukiwa na service, lakini alisimama tu kwa mlango na hiyo mambo ikaisha namna hiyo. Kurudi, yani nataka kukuonyesha upako ulioko katika territory ya yule mtu ambaye ameokoka. Angalia, kuna huyu nabii mmoja wa Mungu ambaye alizikwa, na kisha wakati mmoja watu wakakuja kuzika mtu wao, wakaguzisha mwili wa ule mtu na mifupa ya mhubiri alikuwa amekufa. Wakati waliguzisha mwili wa huyu mtu kwa mifupa ya yule nabii, alifufuka. Kukuja kwa territory ambayo nimebarikiwa, kukuja kwa territory ambayo mimi ninahudumu, hata kabla hujaomba na mimi, inakuwa ni baraka. Sikia, na sijipigii debe, ninatupigia wahubiri ambao wako. Ukishukua tu simu ya mhubiri uitige, hata kama ulikuwa na maombi gani, aongea kuambie haro na muongee mawili matatu, halafu itokee jambo mkose kumaliza conversation ile mlikuwa nayo. Already baraka za Mwenyezi Mungu zimeflow. Inahitaji tu neno. Inahitaji neno tu kutoka kwa mdomo. Ukikanyaga ile tena, unajua kama mimi ninapenda hii. Wakati ninatembea, Kristo huwa ananitokea saa zingine ananiambia, "Dogo, unajua ile nguvu nimekupea wewe kama nabii. Unajua ile nguvu nimekupea." Sometimes sasa nikimwambia sijui, ananielezea, "Hebu tutembee hivi kwa barabara." Sasa akiwa ameniaccompany tunatembea. Mahali tunakanyanga hivi na hivi, yeye anainuka juu anaasha kukanyaga ardhi, lakini yako sawa na mimi hapa. Ananielezea, "Hebu ona ile nguvu nimeweka ndani yako."
wakati tunatembea na yeye, yani mahali nimekanyanga futi kama 20 round, futi kama 20 round mahali niko, wakati ninatembea. Huyu ni Kristo alinionyesha, na wakati mwingine hapa ananionyesha wakati ninatembea ninaenda hiyo sehemu ikiwa inatetemeka. Sasa alinionyesha kama 20 foot around hivi, mahali pote ninaenda hivi, presence ya Mwenyezi Mungu inakuaga na mimi. Akanionyesha, do you know, unajua ile nguvu nimeweka ndani yako. Sasa kama 20 foot around hivi ninaona nikikanyanga chini inatetemeka, ni kama earthquake. Mpaka ninaangalia, unaona mpaka ni chupa imewekwa mahali, ama ni kitu, ni glasi na maji, ukiweka tu chini nipitie pale, unaona mpaka inatigiza. Nikauliza nguvu Mwenyezi Mungu, hii ni maono ama ni nini hii naona? Akaniambia si maono, that's how you are. Nimeweka nguvu ndani yako ambayo hata tuna mhubiri mmoja rafiki yangu, na hatuelewanagi na yeye, lakini nimuita rafiki. Sasa saa zile amesikia ameremewa sana na anasikia hana nguvu, huwa anapenda wakati ananiitaka mahali, ama ananiambia tukutane mahali fulani tuongee mawili matatu. Sasa wakiwa pamoja na wahubiri wengine, wakati ninaongea ama wakati ninaomba, huwa ananitaimu wakati nimefunga macho, anakuja ananiguza na anapita automatically. Huwa ninajua ana tap kutoka kwangu. Brethren, the moment unachukua simu yako unapigia mhubiri fulani, ukiwa unamwamini atakusaidia, hata kama humuombi na yeye, Mwenyezi Mungu huwa ameweka breakthrough. Hiyo tu. Angalia hii, Elijah alikuwa anapitia kwa mama fulani, hata yule mama hakumwambia hana mtoto, lakini mfanyikazi mmoja wa yule mama akamwambia, na unajua huyu mzee mama hakuagi na mtoto, hakuwa na haja na mtoto mama ule, alikuwa ametosheka akiwa namna ile. Lakini Elijah akamwambia next year time like this utakuwa na mtoto, na akatoa. Presence ya Mwenyezi Mungu inakuwaka imebebwa na wale Mwenyezi Mungu ameteua. Maana tunaelezewa tuwe macho, ile tumepewa na Mwenyezi Mungu, tuwe macho wakati tunafanya hii kazi ya Mwenyezi Mungu, ili na wakati uifanya kwa utaratibu, ili baraka za Mwenyezi Mungu ziflow. My brother, my sister, elewana na Mungu na usiwe na farakano na Mungu, na mambo yako yataenda vizuri. I'm telling you the truth, mambo yako yataenda vizuri. Utakuwa unanunua nguo ukivaa, unasikia ukiwa comfortable na ukiwa smart. Ukikula chakula zile ulikuwa unapenda ukiwa mtoto, siku ya leo unasisikia zikiwa tamu. Ile soda ulikuwa unapenda kukunywa ukiwa kijana ama mtoto kidogo, kwanza tulikuwa tunapenda Fanta, leo hii unaikunywa unasikia haina ladha. Ni vile hauelewani na Mungu. You don't have peace with your God, while someone has peace with God. Mambo mengi mazuri yanakuja maishani mwako. Na hapa ndio Mwenyezi Mungu anasema anatuma malaika hapa duniani wakuje watafute wale wamekaa maisha matakatifu wabarikiwe. Kama wewe utakubali kukaa maisha matakatifu, uelewane na Mwenyezi Mungu, utakuwa mmoja wao. I don't see. Sikatai kulala ja, ninaweza juu nishaikuwa lakini nilikuwa katika training ya Mwenyezi Mungu ili nifikishe wakati kama leo. Brother and sister, na niwaambie hii, it is not in vain kutoa fungo la 10. It is not in vain. Hakuna kitu kingine Mwenyezi Mungu anataka kwako, na hakwambii utoe mtoto yule unapenda. It is not in vain kutoa fungo la 10. It is not in vain kutoa sadaka mahali unaabudu. It is not in vain kuweka pesa zako upelekee children's home ama upelekee maskini mahali fulani. It is not in vain kuwekelea sahani ya chakula kwa mtu ambaye hana. It is not in vain. Ninasema hivyo juu maybe wewe ni tajiri, mahali unaishi, labda kuna mtoto unaona kwa plot mahali unaishi ako na wiki mzima hajaenda shule, and you can be able to pay that school fees for that kid. Mtime tu muulize, why are you not going to school? Because of A&B nilimefukuzwa juu ya school fees. Ukilipia huyo mtoto tamu moja, tamu mbili, tamu tatu, in fact shule mingi kama within the area tunakaa ni kama shilingi 6,500. Kama Mungu amekusaidia ukiwa na 20,000, unalipia huyo mtoto school fees ya mwaka mmoja. Na in fact sijaiona mtu ambaye amekuwa maskini kwa sababu ya kupatiana. Sijai.
unanunua gari ukiwa unaelewana na Mwenyezi Mungu. Inakaa mwaka mzima. Gari yangu nimeiendesha miaka mingi bila mountain ya pale chini. Mountain ilikatika samahani. Sasa kila makanika nikimpelekea ananielezea mountain ya chini si mzuri. Ninamwambia sio gari, ananiambia ni kama iko ni kama haiko. What I believe and I know, hiyo mountain sio mzuri. Lakini nimekaa na hiyo gari zaidi ya miaka 4 ikiwa namna hiyo. Haijai nisumbua. What do I say? Ukiwa na uelewano na Mwenyezi Mungu, deals zingine za kishetani hazitakupata. Why? Comes it is only you. Mnaenda kublock shamba na mtu. Alafu baadaye wewe upewe pesa zako. Mwingine anazishukua na anatoroka nazo. Huyu ni mambo ingine. There is no way utakuwa in good terms in God. Alafu huwe na kesi kotini, alafu wakili wako apewe pesa akule. Hata rara. You know, Mwenyezi Mungu hata mruhusu akule. You know, anakutetea kwa njia zote. Mambo ingine tunaangalia, unaangalia, mnakosania. Angalia hii. Juzi hapa Ukambani, jamaa moja alikuwa kwa gari hizi luxurious vehicle ambayo inafunguliwaka hapa juu, gari ya bei. Sasa wakiwa na mwingine wakiwa wameendesha gari, sijui walikuwa naenda wapi. Ego ikawa imeshika nyoka hapa chini, ile nyoka ya sumu. Sasa ikiwa hewani, ikiwa inaenda, sijui ilifanyikaje hii nyoka ikashindwa kuhold ile nyote ikashindwa kuhold hii nyoka na ikaashiria ikaaguka. Unajua hiyo nyoka iliingia kwa gari ya mtu ambaye ako na gari luxurious, amechukua hii kitu ya juu ya kukafa juu, ikaagukia, ikamwangukia na ikamuuma, na alipopelekwa hospitali nafikiri alikufa. Hiyo ndio mambo ninakwambia, ukiwa unaelewana na Mwenyezi Mungu haitakupata. Just imagine ego imeshika nyoka, sijui ilikuwa imetoa wapi, ikiwa tu inatembea hapa kwa hewa, ikiwa inajaribu kuikula, sijui ilitokea nini, ile nyoka ikawa tough kushida ile ego ikaiashiria, ilianguka kwa hii gari ikiwa kwa barabara, na hiyo nyoka ikauma mtu mmoja kwa hiyo gari. Unataka kuniambia hiyo kitu ni ya ukweli? Ni ya kawaida? Ni kutosikizana na Mwenyezi Mungu. Angalia jamaa hapa, tuko na rafiki yangu na amekufa juzi. Wamenunua gari, kasi yao ikawa inaonekana ni mzuri. Wakasema twende tukapeleke Rurashio. On the way, wakati kabla hawajafika kwenda kule, wanaenda Rurashio, ile gari walikuwa nayo na ilikuwa mpya, ilipiga mguu ya mbele, juu ilipiga mguu, na unajua gari ikitoboka mguu inarudi upande ule mguu imetoboka. Toboka mguu na ikajivuta upande moja, ikapigwa na gari ilikuwa inakuja, tunazitaka Sahara, hizi four kubwa zikapigana. Huyu kijana hakufika hospitali. Mambo mengine kama hayo Mwenyezi Mungu hata kuruhusu, na ndiposa anasema atakubariki uone mpaka watoto wa watoto wako, wajukuu. Mwenyezi Mungu anasababisha uwaone. Sasa leo hii ni nini inaendelea? Kuwa na kuelewana na Mwenyezi Mungu na mema ya dunia utayakula. Elewana na Mwenyezi Mungu na atabariki kazi ya mikono yako. Elewana na Mwenyezi Mungu, ile biashara yote unaweka anaibariki. Kutoelewana na Mungu, na niwaambie hii, kuna dhambi zingine watu wanafanya, unaiona ni dhambi tu ukifanya saa hii, lakini inakushukua karibu maisha yako yote. Angalia Daudi na bibi ya mtu ya askari. Hiyo ni kitu haijatoka kwa nyumba ya Daudi mpaka siku ya leo. Generation. Brethren, tuishi maisha matakatifu na tumpende kuona our Redeemer Jesus Christ. Tupende kuishi maisha matakatifu. Just imagine, mnafanya deal na mtu, sasa mtu anapewa pesa zako, ana decide tu kutopatia wewe, alafu unataka kuniambia ni kawaida na ni rafiki yako namba 1. Halo, mtu anakuita aende akununulie soda, anakununulia soda chupa 1, 2, 3, sijui inafikisha pesa ngapi. Unasikia mtu amekununulia chupa kama 4 za pombe, na ukimwambia kwangu hakuna pesa ya kukula sapa, si unipe niende agarau ninunue sapa kwangu, hawezi kukupatia. Lakini anataka kununulie pombe chupa 4, chupa 5, Tusker na Guinness, sijui zinatoka pesa ngapi. Mtu anataka kununulie pombe, lakini hataki kukusaidia na ile kitu inaweza saidia mpaka watoto wako. Brethren, na hii kitu ingine tuashe. Wakati unakutana na marafiki zako, ama unakutana na mtu na ni rafiki yako na haujui bibi yake, ama haujui bwana yake,
Washeni hiyo tabia ya kutamani mabwana za wenyewe na mabibi za wenyewe. Hiyo ni dhambi. Unakutana na bibi, unamwangalia hivi unasema, na huyu amepewa kabibi kazuri na Mwenyezi Mungu, huyu amepewa bwana mzuri na Mwenyezi Mungu. Hiyo wivu, hiyo kukaa maisha aina hiyo ni kutosisikana na Mwenyezi Mungu. Na ndiposa usiporidhika na kuona yule bibi huko naye ni mrembo, hakuna wakati mtaenjoy life. Hivyo unamuona mtakaa namna hiyo. Mnashindwa na wanyama wa forest. Brethren, tukae maisha matakatifu. Tuwe in peace with our God. Na atabariki sisi. Sasa kama unajua umekaa miaka 20, miaka 10 ukiwa unaishi maisha huelewani na Mungu, don't expect uzao ambao umezaa uwe wa baraka haraka. Lazima ukusubue. Lazima ukusubue. Maana wewe maisha ambayo unayaishi, ukizaa mtoto ukiwa mlevi, possibility ya kuzaa mtoto akiwa na pombe ndani yake. Number 1. Nimeona hii. Mama Mkristo akagojeka na alikuwa azuri sana kwa kanisa. Mama alipogojeka akapelekwa hospitali. Ukasemekana lazima aongezwe damu. Ndugu yake, ndugu ya huyu mzee mama, na ni yule mrefi chakali, akawa damu yake na sisters inaigiana. Si akaitwa hospitali. Alikunywa, ni mtu wa kukunywa pombe. Hata kama alimaliza siku 2 kabla hajakunywa pombe ili aende akatolewe damu. Ile damu imejaa pombe. Mama akapewa damu huyu na brother yake. Within 3 years, within 6 months, 7 sikumbuki vizuri. Yule mama alianza kuweka whisky kwa nyumba. Paka bwana akamuuliza, siku hizi kwani ni nini hii? Alianza kukunywa pombe. Kama damu yaigizwa namna hiyo na ya kuletea shida, je, huyu mtoto umemzaa ukiwa katika tabia baya? Unataka kuniambia atabarikiwa? Anyway, Mungu awabariki na apende na atembee pamoja nami. Nimuite Kristo, maana ndio jina lake. Sometimes watu wananiuliza, John yako aje? Ninapenda John kwa sababu hilo jina nilimpatia, ama hiyo alikuwa anaitwa. Sometimes huwa anapenda kutembea kwangu na hilo jina. Na anakuja tu akiwa very calm. Anakuja tu. Do you know? Unajua hata wewe ukisikizana na Mwenyezi Mungu, ni Kristo kukutembelea ni rahisi sana. Kutembelewa na Kristo ni rahisi sana. Sana. Ndio kitu rahisi Mwenyezi Mungu anafanya kwa haraka. Kutembelea mwanadamu akisha kukubali. So, nikiongea habari ya John, hata sidhani kama huwa ninamaliza siku 2 kabla John hajanitokelezea. Ni vile watu wengi wanasema nimekuwa kama fanatic wa imani na kuonyesha watu sana Kristo wako karibu na mimi. Na hapo sio uongo. Ile closeness ambayo Kristo anakuwaka karibu na mimi, huwa naipenda. Maana hata saa zingine nikiwa nimeketi tu mahali, ninasikia nimeshoka, sijui nifanye lipi. Ninasikia tu nimeshoka. Nimekaa tu hapo kwa kiti nikiwa nimeshoka. Sometimes anapitia karibu na mimi, ananiguza kwa bega na ananisukuma, ni nini? Was it? Sasa mara nashindwa, namuuliza, kwa nini umenistua hivyo? Huwa Kristo anacheka. Upenda sana kuona Kristo anacheka. Akicheka, anafurahi, anaput smile in face. Na anakuasha. Na anakuambia wewe ni rafiki. Let me say this. For our Redeemer Jesus Christ to call you a friend, inahitajika usubmit mtoto. Usubmit. Brethren, inahitajika submitting. You know, nitaongea juu miaka yetu tukiwa wadogo. Wakorino walikuwa na sifa sana. Wakorino walikuwa anatumwa na Mungu on a daily basis. Na walikuwa anatembea miguu ama na baiskeli. Sasa hii wako na fashion nzuri mpaka tajiri huko naye, wako naye. Lakini ni lini ulitii Mwenyezi Mungu? Ni lini ulipewa assignment na Mwenyezi Mungu ukatii? Maana watu wananipigia simu kuniuliza, ni kweli huyo ni Mungu anaweza kuwa ananituma? Sasa nitakwambia ni nani anakutuma.
Kama unajua shetani hawezi akakuelezea uende upelekee maskini fulani chakula. Shetani hawezi akakuelezea. Shetani hawezi akakuelezea uende Kilata ama hospitali fulani upate mtu ambaye amelebewa na bili umlipie. Shetani hawezi akakwambia mambo kama haya. So automatically wakati unaelezewa fanya ABCD usaidie huyu, automatically know it is Christ who is talking to you. There is no way shetani atakwambia ukuje kwangu nikiwa na shida unisaidie. Hakuna. Shetani hafanyangi. Ile kazi shetani anatakaga tu ni ya kuua, kulete mikosi, umeenda na gari imepiga miguu. Na niwaelezee hii. If you have a vehicle, know it, jua kutoka kwako. Kuna gari huwa una drive. Jiadikie. Mimi nikiingia kwa nyumba saa jioni tunaomba na watoto. Haya, ule wale wamefika kwa nyumba. Kuna wale wanachelewa kazini wanakuja kama saa 3 ama saa 2:30. Na hao akikuja tunakaa pamoja tunaomba. Sasa hiyo maombi mengine tutaomba na bibi yangu usiku saa 9. Sikia hii. Wakati unaomba, hiyo gari yako uwa unaiweka kwa maombi. Always. Kwa maombi. Hakuna shida utaipata. Hakuna. In fact, wakati unafunika hiyo gari yako, ukiomba maombi ya kuanza wakati umeingia nyumba, wakati unaenda kulala, na wakati wa saa 9. Hiyo maombi 3 uwe unaweka hiyo gari yako. I cover the vehicle in the blood of Jesus. Itakuwa ya baraka. Na sio gari peke yake. Uko na watoto zaidi ya 10. Waite na majina ukiwabariki na unawafunika na damu ya Yesu. Watalindwa na mamlaka ya damu ya Yesu ambayo umetuma kwao. Maana the blood of Jesus is life. Ukiinenea inaenda, inafanya kazi huko. Na kisha niwaambie hii. It is your right to ask for an angel from God. A malaika atoke mbinguni. You know, tumeomba na mtu hapa juzi, walikuwa ameanza ni kama ka group ya kununua mashamba. Sasa yule wamemuasha awe mkubwa, akawa anaitwa na hao wengine ha communicate. Nikaambia etuombe Mungu atume malaika kule hapo aongee na yeye, asimuruhusu kukanyanga chini mpaka apige simu na akiulizwa aombe msamaha. Tuliomba asubuhi na jioni huyo mama akanipigia simu akaniambia, brother, nimeamua nikupigie simu tushukuru Mungu. Maana yule mtu ametuita na mambo ikawa mzuri. Our Redeemer Jesus Christ is life. Na anakuaga na malaika ambao hawana mwisho. Hayaki kushinda watu wa dunia. So kama mnataka sisi zote duniani tunataka kila mtu aitishe malaika. Wa malaika ni wengi kushinda watu wa dunia. Wale ambao wako mbele ya Mwenyezi Mungu na wale wako na kasi huwa wanapewa kasi na Mwenyezi Mungu. Itisha malaika. Ukisikia mahali unaenda na unasikia ukiwa na uoga, itisha malaika akulinde. Maana hii ni maandiko imeturuhusu tuitishe malaika kutoka kwa Mungu wakuja wafanye kazi zingine. You know, kama mimi nilipewa assignment na nikaelezewa nitakupea Roho Mtakatifu na malaika huyu atakuja kutembea pamoja na wewe. Hello? Hii yote ni yetu. Take advantage of this. Thank you, Jesus. I worship you. I glorify you. I honor you, my God. You are the same yesterday, today, and forever. Jesus, you died on the cross because of my sin. I surrender to you, and I honor you. I appreciate you, my Redeemer, Jesus Christ. I give you all the glory. You are mighty and you are able. Bariki hawa wote. Nena na hawa wote. Katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. My brother, umesimama na mimi. Sitasahau kukwambia thank you. Because umesimama na mimi kiwango. Mnanishangaza. Kiwango tu ya kushukuru Mungu. Wengi wanakuja na mtu ananiambia nitakuletea hii na hii na mnatimisa. God bless you all. Na ile inchi huko, ujue Mwenyezi Mungu amekuweka huko ili sababu. Nyakua kulingana na vile Mwenyezi Mungu amekuwezesha. Na muache kudanganywa na watu. Kila saa wanakuambia niko na hii, nipe pesa, nipe pesa, nipe pesa. Hapana. Be sensitive in the spirit. And you will know a genuine beggar. Utajua mtu honest akikuelezea ninataka ABCD.
Ukikaa vizuri kwa Kristo, atakuonyesha huyu anakudanganya, huyu ni wa kweli. Maana ndio tunapewa Roho Mtakatifu. Brethren, tukae maisha matakatifu na tuwe in peace with God. Hiyo ndio Kristo alinielezea niwaelezee. Tell these people ambao wanafungulia video zako, they try their best to be with the peace with me. God said Jesus, waambie wawe na peace na mimi, na hakika nitawabariki, asema Mwenyezi Mungu. Na ujue, it is not impossible. Ni possible. Mtu ambaye ako na 60 years kupata bibi ama kupata bwana, ni very very possible. Very. Hapo sineni. Maana kuna watu wawili watatu ninaona kadhaa ambao wanasema, Mungu, sijaiolewa na miaka yangu imeenda. Mungu akukumbuke na akuletee mzee. Kuna hao nao walifanywa kitu maishani mwao, ni wanaume hawataki mabibi. Mwenyezi Mungu akukumbuke na ile kitu mtu alipatana naye maishani, angalau umbariki na aitoe moyoni. Mimi msichana nililala naye wa kwanza alikuwa na AIDS, na nikatafuta mwingine alikuwa anaitwa Shiro, tukaelezana no sex, tupelekane kwa kila mtu nyumbani kwao, tuende tujuane kifamilia kabla tujaendelea na mambo mengine, turuhusiwe. Nikampeleka kwetu, ilikuwa na turudi tuende kwao Murang'a. Tulipofika Murang'a nikajaribu nimuelezee twende kwenu, akaniambia hapana, nimefikiria kitu kingine. Akakataa kunipeleka kwa sababu alienda mahali aliona mamagu anakaa. Najua hakukuwa na security. Tuko na shamba kule lakini wizi ukawa mwingi. Sasa my mom alikuwa amepewa kanyumba fulani ya rumu kama 4 hivi na muidi fulani akae. Sasa huyu msichana akajua, kumbe huyu ni maskini wanaishi nyumba za muidi. Kwetu haedi. Nao ile kitu hakuwa anajua ni kwamba niko na shamba ya Darwa. Nikajaribu kumuuliza, ni kwa nini umekataa twende kwenu na mimi tumeenda kwetu? Hatukuwa tumeonana sex na tuliashana namna hiyo. Maana wakati alikataa twende kwao nikamwambia, sasa tunafanya nini? Tukaashana namna hiyo. Yule mtu utaletewa na Mwenyezi Mungu, haya ni mtu haki. Ako na haki ndani yake. Maana wengi wanawida kwa sababu mtu ako na pesa. Unaona watu wanakimbia upande wako. Brethren, na nyinyi ambaye mnakunywaga pombe mnaingia kwa mabana mnafanya luxury, hamustuki juu wengine mnaangalia video zangu. Ninawasihi, wakati unajua unakunywaga pombe na wewe ni mama ama wewe ni mwanaume, mtu akikuletea gift kama ya nguo akupe, sometimes think about it. Maana nimeona watu wengi wamepotezwa na wamewasha mafamilia sawa kwa sababu ya kununuliwa jacket na mtu anaikubali. Unaletewa jacket na msichana, na huyo msichana ni side chick ama ni mwanaume amekuweka. Na hii inaenda sana na wamama. Wanaume sioni wengi hivyo, lakini wamama anaona huyu mwanaume nitamshika hao wangu completely. Mtu anaenda anakuletea jacket mzuri ya leather ile ya bei kali, ikiwa imepelekwa kwa mganga mwisho kule Mombasa ama Tanzania ama na huko Ukabani mahali, na hata hapa Nairobi waganga wamejaa. Unapelekewa hiyo jacket, inapelekwa alafu unaletewa, unapewa. Nyinyi mnakunywa pombe, hizo maguo mnaletewa ndizo zinasababisha hamtaki kuona mabibi wenu. Kwa hivyo wewe ukiingia kwa baa ukianza kukunywa pombe, yule ambaye utatengeneza urafiki na yeye, ukiona ameenda somehow na amekuja kwako na amekuletea jacket na anataka ati nimepata ikiuzwa vizuri, nikajua iwe ni gift nikuletee, akanunua na akakuletea, ukavaa. Tangu ulipovaa utakagi kwenda nyumbani. Hiyo jacket ndio shida. Na do you know the problem? Saa hii already umeivaa, ile kitu imeingia ndani yako, inahitaji mhubiri ambaye ako na mafuta ili yaifunje. Na kuna deliverance nyingine si ya kufanywa na siku moja. Itanibidi nikuombee leo na nikwambie baada ya siku 3 nipigie simu tuombe tena, baada ya siku zingine 3 nikuombee tuombe tena. Kuna deliverance zingine si za kutolewa na siku moja, zinahitaji muda. Maana kuna mapepo ambayo yanahitaji kuhubiriwa ili itoke. Haitoki tu na komadi ya neno, unaiambia neno linasema. Sio kukomadi tu. So wewe ambaye umepewa jacket na kuanzia wakati ulipewa unasikia hutaki kwenda kwa bibi yako ama unasikia huna relationship nzuri na bibi, hiyo nguo ulipewa, hiyo gift ulipewa, kuna mtu ataenda, unaona saa kama hii, saa, unajua hii ni saa
na ni kitu inatoka shilingi 30,000. Mama aende anunue hii saa alafu akuletee, kwa market niseme bila wholesale inatoka kutoka 20,000 kwenda juu. Not 20,000 but 30,000 kwenda juu. Sasa mtu ataenda anunue simu saa kama hii na akuletee, akwambie MIB, unajua wewe umenisaidia sana, na mmejuana tu kwa bar, alafu anakupea hiyo saa, hauna ingine ya bei kama hiyo amekuletea na wewe unaipenda. Sasa wakati unaenda mahali pa sherehe lazima uifae, umeiweka kwa nyumba yako, unafikiri kuna peace? Huyu ni mtu ameniambia namna hii na sijui ni kwa nini. Wakawa hawasikizani na mama katika doa. Wakati moja akatembea kwa mama na mama yake akatoa nguo yake ya ndani. Alikuwa ni mama na msichana, akatoa nguo ya ndani. Huyu msichana akaitafuta wiki yote huko haipati. Akarudi Nairobi, sijui alikuwa nchi gani, na akarudi nyumbani. Sasa sijui kulikuwa na maombolezi kwa nyumba yao. Kuna maombolezi ilitokea kwa hiyo familia. Sasa huyu msichana akawa nyumbani. Juu ya wageni kuwa wengi, huyu msichana masaa ya mchana akajificha, watu wengine wakiwa hawako kwa nyumba, akafikiri ajiwekelee kwa kitanda ya mama, maana hizi nyumba zingine zote zimejaa watu. Wakati alijiwekelea kwa kitanda ya mama, si alishukua ile pilu akasema, upande huu mama analalia, washa nipidue huu upande mwingine nisimuapakie jasho. Wakati huyu mama alilalia ile pilu, akasikia kuna kitu inamsugua. Akaingiza mkono mwisho wa pilu pale ili atoe angalie ni nini. Alipata ni ile suruali yake ya ndani ilipotea, imewekwa na mama kwapo. Mama anachukua nguo ya ndani ya mtoto wake msichana, na ni msichana mkubwa. Maana yake ni nini? Kama imefika kiwango mpaka wazazi wanaenda kwa waganga kwa sababu ya watoto, unaonaje? Angalia hapa, ninakwambia juu ni mambo imetendeka. Gari moja ikapata accident tujia Naivasha hapa. Ilipopata accident ilikuwa ni Toyota 2.4. Mama mwenye hii gari akakuja, akasema hii gari ilikuwa na kijana wangu na nikuiba, aliiba funguo akatoka naye, na hii gari inakuaga na kamute nilipewa Tanzania. Jua hizi ni wengi wanatuibiaga. Hakutoa hiyo kamute mahali huwa ninaweka. Sasa iligongwa mpaka yule kijana akakufia hapo. Na mama alikuwa na mtoto moja. Kamute ni ya nini? Nani aliwaambia Kristo hawezi? Unakutana na watu kabila fulani, unaonaga wanafugaga watoto wao kitu hapa kwa kiuno, inakaa inatengenezwa na kaba, alafu inawekwa kitu kanakaa kama kakarabashi kadogo, kanafugiwa hapa katikati. Sasa wakati huyo mtoto anaoshwa, ukiuliza mama, hii kitu ni ya nini? Ni ya kuangalia mtoto. Brethren, wahubiri wahitaji pete kutoka South Africa ili ukiombea watu wawe na nguvu. Tumetolewa ushuhuda hapa na former mtu ambaye alikuwa anahubiri hapa injili na Kenya, alikuwa anaitwa, tulikuwa tunamuita Wangari wa Banana, na akatuambia miracles are real. My request ni ili kuelezea agarau Madam Prophet huyo Wangari atoe ushuhuda, ili generation tulio nao wakati huu ya wahubiri ambao wana fake miujiza wajue kuna kuaga na miujiza ya kweli. Ni mara ngapi nimewaelezea, ninaenda kwa petrol station, Kristo ananielezea fungua tanki, ninafungua, nikifunga inajazwa mafuta na ninahakisha gari ninaenda. Kwa nini hatuoni Mungu na wajia ile? Kwa nini hatuoni mambo ambayo Mwenyezi Mungu anafanya? Unasikia ndege imeanguka from all the way, inatoka hewani inaanguka mpaka chini, na unasikia kuna watu wamebaki. Bomb blast imepiga hapa American Embassy, kuna watu walibaki. Why tunaenda kutafuta uganga ama nguvu za kishetani ati zitulinde? Kwani Mungu si ni yeye? Mungu wako na ni overall. Ile nguvu iko na Mwenyezi Mungu zaidi ya ile shetani yako naye, haina mwisho, haina mwisho, ni over milele na milele, nguvu ya Mungu. Angalia jambo rahisi utaelewa na mambo. Dathan and Kora wakanongonokea, wakaongea vibaya kuhusu Musa. Mwenyezi Mungu akaambia Musa waambie waondoke. Sasa angalia, dunia ilipasuka mara kukafunguka. Unataka kuniambia hiyo si miracle kutoka kwa Mungu? Kwa nini ni nani alipasua hiyo dunia? Si ni Mungu aliipasua na watu wote wakaingia kule. Brethren,
Nani alisababisha chura zitoke kwa maji zikajaa Misri kwa sababu ya wana Israeli? Si ni Mungu? Nani ameumba hii dunia? Unafikiri imeshikiliwa na pila ngapi hii dunia? Ni nini? Huoni Mungu? Mimi nimeumbwa, mimi ni mwanadamu. Wakati ninatembea sijapadwa kwa maji, kwa mti, kwa mshanga kama miti. Na ninatembea. Unafikiri ni nini hii inanishikilia? Hii niko na roho ambayo inapiga damu 72 ama sijui 90 something times a day. Na hii si generator, haiweki mafuta. Ni nini inanishikilia? Si ni Mungu. Sasa you underestimate the power of God because of your foolishness. Ndio unakimbia unapewa kamute ili kawa kana kulinda. All sort of evil. Watu wako na mambo. Unaingia kwa hoteli kwa mtu unapata anatumia kamute ati ili afanye biashara. Why? Tumeelezewa na prophet Wangari wa Banana. Ametoa ushuhuda hiyo kwa Kikuyu Diaspora TV. Ada Jeremy. Akatuambia miracles were real. Alikuwa anasikia shuma sikitoka kwa mili ya watu. Jointi za miguu zikishikanishwa anasikia zikipiga kelele. The issue is this. Si miaka mingi imepita hapa na mpaka wa leo huyo mama anaombea watu mpaka miracles zinafanyika. Wahubiri wetu, kwa nini usipige magoti mpaka Mungu akupatie nguvu ya aina ile? Kama unataka kuhudumu, kwanza kutumia nguvu za shetani unazifanya ni kama za Mungu. Majuju ni za nini? What will you benefit? You will be empty inside, na baada ya kukufa uende motoni. Na ukiwa namna hiyo, there is no way you will be in peace with your family. There is no way you will be in peace with your wife. There is no way you will be in peace in things of this world. Unapanda chakula shambani, zingine zinafanya mzuri yako hairudi. Unapanda wakati ule wengine wanavuna wameuza zako zinakataliwa. Kufarakana na Mungu is very dangerous. Naongea hii maneno yote maana nimemuona Kristo akifanya kazi maishani. Na nilikwambia ukiniita uwe na faith. Na ukiwa na faith, ile kitu tutaomba na wewe lazima itendeke. No matter what, lazima itendeke. Lazima. Mimi sina tashwishi. Hata sina uoga. Kama siku 2-3 hapa imeisha, nikaambia Mwenyezi Mungu na utupee mvua, na mvua ambayo watu wanaweza panda. Si nikaomba, ilikuwa kama siku 4 hivi. Nikaambia Mungu na leo ninataka mvua, tupee mvua ambayo watu wanaweza panda nchini Kenya. Hiyo mvua sasa imenyesha siku 3. Mpaka leo usiku mvua imenyesha. Na ninaambia Mungu kuacha inyeshe usiku, asubuhi ikifika tu masaa ya 6 inaisha ili watu watoke waende kazini na waende kwa kazi zao. Jioni hivyo. Do you know whom you unajijua kwa ufalme wa mbinguni wewe ni nani? Ama tu atembea? Mimi niko na mamlaka na ninawaelezanga. Hakuna bunduki ambayo inaweza risasi inaweza niingia. Hili jambo halijakwama na halijakoma. Wewe ambaye tumeomba na wewe na unaona haitendeki, sasa unakimbia kwa mhubiri huyu na huyu na huyu. Haya wengi unatafuta ndio wanakuongeza kasumba. Hawakuongezi baraka, wanakuongeza kasumba ndani yako. You know, why do I speak this? Maana Kristo ananielezea niwaelezee muwe na good relationship na yeye. Ni in fact ako tayari kufanya kazi na nyinyi. Hata kama sio kazi, ako na haja na kupurify maisha yenu na kuwapatia peace in your, Mungu ako na haja na kukupatia doa yako aihil iwe in peace. Kazi ya mikono yako aibariki. Ukianza kazi inaenda vizuri. Na msipende vijana na wamama na wazee, usipende sana kushiriki gono na watu sana. Ati kwa sababu wewe hujaokoka unakutana na huyu akikupea 2,000 unalala na yeye. Kulala na mtu mara moja inakuaga ni hatari ya kama miaka 10. Wale hesabu wale umeenda na hao, uniambie umejiwekea hatari miaka ngapi? Ndiposa unasikia mtu anakuambia nimeenda kuuma madazi meno inatoka. How comes meno tu inatoka hata bila kuwa mgonjwa? Anyway, twendeni mbinguni watu wetu, twendeni mbinguni. Na mwache mchezo. Ukiwa umeamua kuokoka, kaa ndani ya wokovu vizuri. Be in peace with our Redeemer, Jesus Christ. That's what I can tell you, my brother, my sister. Kitu ile ya maana duniani
ni kusikizana na Mwenyezi Mungu. Na wakati umesikizana na Mwenyezi Mungu, hata ukishukua gari uendeshe speed ya 150, haukuagi na uoga, maana unajuaga the Christ the Redeemer is under control. Hakuna mikosi itakutoka na nyuma. God bless you. Unajua tunaongea mambo mingi na watu wanasoea, lakini mjue hii, omba Mwenyezi Mungu akuwezeshe kukaa maisha matakatifu. Alafu niwaelezee, kama wewe unajua wewe ni mhubiri na unataka kwenda hatua moja mbele mahali hujaifika, tafuta kama mimi vile nilienda kwa Makidi. Yeye alikuwa na wafuasi, tukionana na yeye alikuwa na subscribers kama 3,000. Within 1 week kwa ushuhuda zangu yakakawa na 17,000 subscribers. Nilimjenga akanijenga. Na wewe ukitaka kuinuka, hata kama ni kwa hii platform, ingia kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakujenga kupitia kwa ile mtu utaenda kwake. Uingie kwa Kristo na utafute mtu wako na platform iko na followers, utoe ushuhuda, sio kuhubiri, utoe ushuhuda kwake. Na in fact ukifanya hivyo ataweza, lazima ukanyage kwa mtu mwingine ili upande. Mimi nilitumiwa Mwenyezi Mungu, Makidi, na Mwenyezi Mungu akaniambia ongea na huyu. Na for sure ndio huyo aliniweka kwa mitandao na watu wakanijua. Sasa hii ninaweka video inaangaliwa within 2 days. 4 days inakuwa na watu 2,000. Hata kama ni kanisa nimefungua Kayole niko na washirika 20. Siwezi linganisha na hii ya online. Anyway, niite tuombe na wewe. Na ninawaambia again and again, Mwenyezi Mungu ameweka gift of healing. Siwezi kuwa ninangojeka hii maugonjwa yote alafu iwe hakuna kitu Mungu ameweka ndani yangu. Anani practice ya ile ambayo ameweka ndani yangu. So tunapoomba na wewe, I believe utapona. Hivyo tu naye uwe na imani. And God will bless you. Today is Monday. Leo ni saa 10 na ninaelekea na nusu. God bless you. God bless you. Kwa wewe ambaye umenitumia pesa na ukaniambia ni ya children's home, lazima nitapeleka. Hiyo nitakuahidi. Na kuna zingine ninashika, ninaona huyu mtoto amekaa nyumbani muda mrefu, ninaonelea nimlipie hiyo school fees angalau aende tamu nyingine. Juu watu wako na umaskini, and especially mahali ninaishi Kayole, mpaka kuweka meal moja kwa mesa inakuwa ni Mungu tu. Kama umebarikiwa na Mungu, simama na mtu mwingine, and God will bless you. Wale ambao wanasimama na mimi, I salute you all and I bless you in Jesus mighty name. Mungu atembee nanyi na bariki. Na niwaambie hii, mimi sitaki mtu akunipima. Unanipigia simu ukiniuliza imani yangu ni gani. Kama zile video zangu zote unaangalia huoni imani yangu ni gani, washa kunipigia simu kuniuliza imani yangu ni gani. Maana the Bible says clearly, mambo yote yako hapa duniani Mwenyezi Mungu ameyafafanua vizuri kupitia kwa maandiko. Ukiona unataka kunipima, washa kunipigia simu kwanza kuniuliza imani yangu ni gani. I believe in Jesus Christ. Na kuna wale ambao wanatumia majuju. You know, kuna mtu mmoja najua, wawili hivi huwa wanatumwa na shetani kwangu. Na nisiongee kwa kirefu, maana wengine wananitafuta mpaka wananitafuta physical. Anajua ninapitanga hapa ama ninakaa mahali fulani, ananishtukia, ananisalimia. Hizo nguvu mnatumia za majuju, hakuna kitu zimenifanya. Si mlikuwa nataka siku zangu ziishe. So mimi washa kunipigia simu uanze kuniuliza imani yangu ni nini kuhusu nini. Sasa ukiniuliza kama ni vizuri nchi kuwa na rights za gay, do you expect me nikwambie ndio na ni no from heaven? Mwenyezi Mungu ageumba Adam na Eve
alafu aube Ivu na Ivu mwingine aambie nyinyi muoane, alafu aube Adamu na Adamu mwingine aambie na nyinyi muoane. Hii ni yenu, mmeletewa na shetani. Ati mimi ni gay. Gay what? Mimi ni lesbian. What? Mimi maswali kama hiyo, maoni yako kuhusu hiyo ni gani? Mimi washa kunipigia simu kuniuliza maswali ya ujinga kama hiyo. Kuja hivi something sensitive na tuendelee mbele. Maana kuna mtu ananipigia simu na imani yako hapa unaona lazima si mtu anafaa akikunywa kapombe kidogo na hasubui watu. Unataka hiyo discussion? Sitaki hiyo discussion. Kama unajua yeye ni mmoja wale wananipigia simu na maswali ya aina hiyo, kama juu wakati nitakuweka x nikikusave pale, utakuwa unapiga simu usishukuru. Juu kuna watu wananipigia simu with a lot of irrelevant brethren, a lot of irrelevant issues. Tunaomba na wewe unasaidiwa na Mwenyezi Mungu. Niulize, mtu ataniambia huyu pastor nimeota hii na hii. Niulize, nikipewa jawabu ninakuambia na tunaendelea. You call me when there is an issue ambayo inasababisha. Na niwaambie hii, nimekuja kuangalia kwa nini wahubiri wengi wanapigiwa simu wanakataa kushukua. Ni kwa sababu ya maswali mengine ambayo wanaulizwa na washirika. Hebu niambie, ni wapi kumeandikwa lazima nitoe fungu la 10? Mtu ukimwambia anakuambia Old Testament ndio imesema namna hiyo. Kwa nini Kristo alisema samaki iende itegwe, alafu mwenye kutumwa akaelezewa akuje alipe kodi yake na alipe ya Kristo? Wakawa anajaa Mungu Yesu akiwa anawahubiria. Ukawa kijana alikuwa na mikate kadhaa na fish. Kristo akashukua akainua juu ya Mwenyezi Mungu akawapea chakula. Kuna mahali kunatakikana chakula, kuna mahali kunatakikana pesa, kuna mahali kunatakikana maombi, na kuna mahali kunatakikana kuongea tu, na kuna mahali kunatakikana ni kunyamazie. Because there is no way utaniambia unajua sasa nimeshoka na Mungu, hata ninaona kama ameniashiria, hata sitaki God is wrong in me. Mimi ukiniita uniambie hiyo maneno, hiyo conversation yangu na wewe ndio mwisho. Maana there is no way tutashikiana na wewe ati nianze kukuombea ili sasa uamini Mwenyezi Mungu wako na anafanya makubwa. Kwanza unielezee, Mungu nimesitaki hata kusikia neno la Mungu, hata Mungu amenikosea, Mungu hanisaidii. Ukiniletea conversation ya namna hiyo, ujue tunakuaga mwisho. Maana there is no way mimi nitakubali tuanze kudiscuss Mungu ambaye mimi ninamwamini na wewe ulikuwa umemwamini. Kajabu tu kidogo kanasababisha upige kelele hapa. Kabla sijafanya ile kitu nitafanya nijifanye, kabla sijajiua, kabla sijafanya nini. Na umeona mkono wa Mungu kitu kidogo tu imekuja katika maisha yako, umeanza kuona Mwenyezi Mungu ni adui yako. You believe God, you fail to believe God will remain God and he will never die. Jesus will never die. Roho Mtakatifu hatakufa. Kristo na Yehova hatakufa. Remain Mungu. Wewe ndiye mwanadamu. God has wronged me. Hata sasa Mwenyezi Mungu sitaki hanisaidii, hata hanifurahishi, ananirong. Kuna nani anakurong? Ukiniambia mimi statement ya na hiyo, ujue maombi ninakuombea. Ninaombea Mwenyezi Mungu nikikwambia guza kwa sababu ukiniambia humwamini Mungu na wewe unataka nikuombee ili umwamini na ulikuwa unamwamini sana nikukataa, nitakuombea ombi gani? Nilikuwa na msichana hapa alikuwa anasema hakuna Mungu, ngoja apate bwana na apate mimba. Sasa mimba imemletea shida. Atatumana kwa wahubiri gani na anaamini hakuna Mungu? Utanituma nikuombee kwa nani? Si ati ninapiga kelele. Hii ushuhuda imetolewa na Bishop wa Irimbo. Iangalieni kwa YouTube kwa Kikuda Astra TV ada Jeremy. Ni kitu kama wiki mbili hivi zimepita. Ili mjue kuna kuaga na miracles. Kuna kuwa na miracles. Hata kama zinaonekana ziko bali, kuna miracles. Mwenyezi Mungu is still performing miracles hata today. God bless you. Namba yangu ya simu 0721 735 498. Hiyo ni Safaricom. Namba ya Telecom ndio ninatumia na WhatsApp na WhatsApp call. Juni cheaper 0774 297 055. Telecom. I salute you. God bless you.
Kristo says, I love you human being. Ninawapenda wanadamu. Kwa nyinyi mnafungulia hii video zangu. Amkosi. Kristo ananiambia niwaambie anawapenda. Na anasema ako tayari kuwasaidia muishi maisha matakatifu. Washa kujishakanya. Kama unajua uko na boyfriend na hajakuoa na unaona miaka yako imeenda, kama ni bwana ya mtu uko na yeye, muashe ukae bila uende hasara kukaa kwa Yesu akubariki. Uachana na haya. Maana kama umejaribu kuolewa hujapata bwana na yule uko naye ni bwana ya mtu, Mwenyezi Mungu Kristo anakuambia washana na huyo bwana, ukae maisha matakatifu. Either akupatie bwana ama akunyime, lakini akupatie wokovu. Maana bibi hata ingia mbinguni, bwana hata ingia mbinguni, lakini wewe ukikaa vizuri utaingia mbinguni. Huyu mko na yeye atakukwasa kwa sababu si wako, unaenda kufanya usharati na nidhamu. Washana na bwana ya wenyewe, washana na bibi ya wenyewe. We, one woman, one husband. God bless you. Unajua naenda kumaliza, unakuja na lingine. Ukienda kumaliza, unakuja na lingine. Mungu awabariki na apende na tendeni Jesus. In Jesus' mighty name. God bless you. God bless you. Shalom.